Narudia, wewe acha kushangaa watu, unisikilize mimi, nishangae mimi. Baada ya hapo, naomba tunamaliza session inaisha, namaliza hapa, tuende kwenye session ya pili. Baada ya hapo, unasema sasa umeshamaliza kujisomea. Hiyo ni somo moja. Sawa jamani? Kama ni masomo mawili, utajipa muda kidogo wa kupumzika. Unaweza kutembea kidogo, ukawasalimia watu kidogo na nini. Yaani pale wanasalimia ndio unabadilisha kidogo. Kama kuna maua ukatembea ukaangalia maua kidogo na nini. Baada ya pale ndio unarudi. Ukirudi sasa unachukua vile vifaa vyako tena vya physics unaweka pale. Kila kitu, past paper na nini. Yale maandalizi yote unaweka pale. Unaanza kuandika kupitia samari zako. Unaanza kupitia malengo, unaandika malengo yako. Unaanza kusoma, unaandika nukta muhimu. Baada ya pale nukta muhimu na kisha ziko wapi? Ziko kichwani. Unachukua daftari la pembeni ili ujithibitishie ni kweli ninazo kichwani. Unaenda, unatafuta maswali, yanaenda, yanakwama, nimekwama wapi? Unarudi kwenye daftari, unarudi kwenye kitabu, unapitia umekwama kabisa, unaliweka kiporo. Baada ya hapo unajiridhisha, unajitathmini, unaenda. Siku nyingine ukija kusoma, kipengele kimekisoma leo hivi, siku nyingine ukija, unaanzia tena mwanzo. Unapitia kwenye nini? Samari zako. Sawa jamani? Unapitia. Kisha unapitia ile neno ulisoma wiki iliyoisha, sawa? Na leo unapitia linakuwa liko kwenye nini? Kwenye samari, sawa? Halafu sasa unaanza kusoma jambo lingine jipya. Utajikuta unasoma, unazunguka. Kila wakati unazunguka. Kwa sababu na desturi ya kupitia mara kwa mara, yale mambo yatajengeka wapi? Yatajengeka wapi? Utakuwa umeshapitia maswali yaliyokuwa mengi sana. Unachosubiri wewe ni itolewe tangazo, jamani kuna testi. Unasema alhamdulillah, mwalimu alijiwaje huyo? Jamani, kama unasoma hivi unaokopa testi tena? Uweze kuokopa, maswali mengi umeshapitia. Nukta muhimu unazipitia kila wakati, unarudia. Na usome za form 2 peke yake. Unasoma za form 1 hadi form 2. Ikitokea labda kwenye maandalizi kuna testi, sasa unawaambia kwa sababu ni testi, kitabu naweka pembeni. Labda kitabu utakitumia kama kuna michoro, kuna nini, unaenda kuangalia labeling inapaswa iweje. Unapitia unajikumbusha dash, okay, iko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Unapitia samari yako vizuri na nini. Tayari unajiandaa kwa ajili ya testi yako au kwa ajili ya mtihani wako. Tuko wote? Kigoma after zero. Inawezekana, nimedhamiria vizuri. Sasa mwalimu, kuna walimu wao wanashtukiza test, si ndio? Anakuambia kesho asubuhi kuna test ya mathematics. Wewe nafsi yako sasa, mwalimu angejua angesema tu nusu saa. Baada ya hapa naita test. Akisema nusu saa, unachokifanya samare tu unavuta hapa. Unaangalia kanuni gani ambazo bado sizikumbuki. Unapitia tu zile. Alafu naenda pale. Mpaka hatua ya mwisho unasoma, unapitia zile samari. Haya, weka hapo, unaweka vitu pembeni. Unasoma zako dua pale vizuri, unasubiri. Wewe unafikiri inatokea nini? Kitatokea nini? Mwalimu atajuta kwa nini ameleta test. Atajuta. Atasema leo bwana amebahatisha. Kila akileta anaona tena unapata, amebahatisha na pia tunasema huyu bwana anajua. Sawa? Sawa jamani? Sawa? Huu ndio utaratibu sahihi wa kusoma ambako kutakuletea wewe matokeo chanya. Naomba wote msimame juu. Simameni wote. Weka vitu chini, simama. Simama, weka vitu chini. Au weka kwenye kiti chako. Tayari, sawa? Niangalie mimi hapa. Niangalie. Angalia mbele. Nikisema Kigoma after zero utasema inawezekana, nimedhamiria. Sawa? Kwa mkono. Kigoma after zero, Kigoma after zero. Kigoma after zero. Sema nitapanda division 1. Nitajisomea kwa usahihi. Kigoma after zero. Naomba tukae wanafunzi wazuri.